Hali ya yote, nichukue nafasi kumshukuru Mungu kwa neema yake kuwepo katika ibada hii siku ya leo. Ni mara yangu ya kwanza toka kuumbwa kwa dunia kusimama katika ibada ya kanisa la Bwana Parish ya Igogo. Namshukuru Mungu kwa neema yake. Majina yangu ninaitwa Mchungaji Eliud Miharugwa Bigila, mzaliwa wa Kigoma Kibondo, Mabamba Mkarazi. Toka 2010 nilihamia mimi na familia yangu, tulihamia Biharamulo Runazi. Tunamtumikia Mungu mazingira yale, na kwa sasa niko chuo Bunda Msoma, niko mwaka wa pili chuo cha teolojia pale Bunda, lakini familia yangu wanaendelea kuishi pale Runazi Biharamulo. Na tumepata likizo fupi ya wiki mbili, basi nikaona vizuri pite na salimia watumishi wa Bwana, jinsi wenu kama alivyotangulia kusema. Mimi na mke wangu ndio tuliwasimamia katika ndoa. Tunamshukuru Mungu kwamba wanaendelea vizuri. Najua kusimamia ndoa, furaha yako ni kuona wana ndoa uliowasimamia wanaendelea kuishi vizuri katika ndoa. Kwa hiyo nasikia furaha kuona mwinjilisti wenu na mke wake wanaendelea vizuri katika ndoa na wanaendelea kumtumikia Mungu. Niwaalike sasa twende kwenye tafakari ya neno la Mungu asubuhi ya leo. Nimevutwa kutafakari juu ya neno kujua nyakati na majira. Kujua nyakati na majira. Waraka ule wa Paulo mtume kwa Wathesalonike sura ile ya 5. Waraka wa Paulo mtume kwa Wathesalonike sura ile ya 5 aya ile ya kwanza, neno la Mungu linasema, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, na kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi hulala usiku, pia na walewao hulewa usiku. Mstari ule wa 8. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waraka huu ni waraka alioandika Paulo akiwaandikia kanisa la Thesalonike na akiwa kifungoni. Na nimesema kwamba leo tunatafakari juu ya somo lenye kichwa kinachosema kujua
nyakati na majira. Na nyakati na majira ni nini? Kwa maana ya kawaida, nyakati ni muda. Muda kabla Mungu hajaendelea katika uumbaji, Mungu alitengeneza nyakati na majira. Ndio maana akaweka usiku, akaweka mchana. Siku inajulikana ina masaa 24. Kwa hiyo kuna sekunde, kuna dakika, kuna saa, kuna siku, kuna wiki, kuna mwezi, kuna mwaka. Kujua nyakati na majira, neno la Mungu tunaliona katika katika kitabu cha pili, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati. Watu wenye kujua nyakati na majira, ndiko anasema watu wenye hekima. Walikuweko watu waliojua nyakati na majira yapi wafanye na yapi wasifanye, na maandiko yanazungumza ya kwamba wale watu walikuwa wana wa Iskari, na hao wakaonekana ni wenye hekima. Kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura ya 12. Kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura ya 12, maandiko yanasema kuanzia ule mstari wa 32. Mstari ule wa 32. Wana wa Iskari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wana wa Iskari. Maandiko yanazungumza ya kwamba hawa wana wa Iskari walikuwa ni watu wenye kujua nyakati na majira, na kwa sababu hiyo walikuwa ni watu wenye akili. Huwa ninasema na nyingi wanawaambia watu, kuna akili zenye akili. Akili zenye akili ni kujua nyakati na majira, na kipi ambacho unapaswa ukitende kwa wakati. Katika waraka ule wa Paulo mtume kwa Thessalonike, turudi pale. Waraka wa Paulo mtume kwa Thessalonike, ile sura ya 5. Turudi pale. Nina dakika chache za kusema na wewe neno la Mungu, lakini Roho Mtakatifu akufanyie wepesi kuelewa kile ninachokizungumza. Paulo anasema ya kwamba ndugu zangu, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna budi, hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Sema amina. Nataka nizungumze ya kwamba tuko katika nyakati za hatari, nyakati ambazo Paulo anasema kwamba nyakati hizo za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari. Na hivyo unapaswa, mwana wa Mungu, mteule wa Mungu, ujue ya kwamba kwenye nyakati hizi ambazo ni nyakati za mwisho, unapaswa upende nini na usitende nini. Na usipojua wakati wako unaoishi, huwezi ukafanya yale ambayo unapaswa kufanya. Ukiona mtu ana umri mkubwa na miaka 60 anafanya mambo kama ya mtoto wa miaka 12, unatia kiulizo kwamba huyu mzee, maana wanawaitaga walishawapatika majina kwamba wanaitwa makubwa,
Asante kunisaidia kumalizia. Wanawahitaji makubwa. Yaani mtu ambaye ni mkubwa jinga ni mtu ambaye anafanya yale ambayo ni ya kitoto, wakati huo yeye ni mtu mkubwa. Hata binti akifikia umri wa miaka 16, 17 anaanza kujitambua, na kijana hivyo hivyo akifikia umri wa miaka 17, 18, 19 anaanza kujitambua. Asipojitambua ya kwamba umri wake anapaswa afanye nini, anaelekea kwenye ukubwa jinga. Wangapi mnanielewa ninachokizungumza? Kama hujaelewa usioshe mkono. Kama unaelewa punga mkono. Asante sana. Mtanielewa ninachokizungumza. Tuko nyakati za mwisho ambazo Paulo anasema ya kwamba ninyi wenyewe mnajua ya kwamba nyakati hizi za mwisho. Tena anasema hakuna haja ya kuandikia, maana mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana inakuja. Tena anasema inakuja kama mwivi ajavyo usiku. Mwivi anapokuja usiku hana ratiba, hawezi kukupa ratiba. Kwa hiyo Yesu anakuja. Mwambie mwenzako Yesu anakuja. Mwambie mpendwa Yesu anakuja. Mwambie shituka. Yuko mlangoni, Yesu yuko mlangoni. Twende Injili ya Mathayo. Na dakika chache zinakaribia kuisha. Na dakika chache. Tangazo yamechukua muda mrefu. Na nikichukua muda mwingi kama mliochukua kwenye matangazo, wengine mnaniacha hapa. Maana walio wengi ndivyo walivyo. Kifika kwenye matangazo na nyimbo za sifa na kwaya hawaangalia sana, lakini kwenye neno la Mungu wanajali sana muda. Kwa hiyo sitaki kwamba uniache hapa. Injili ya Mathayo sura ile ya 24. Injili ya Mathayo sura ile ya 24 ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamyaoni hayo yote? Amini nawaambia, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Hapo alipokuwa halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akamwambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Weka pause kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wanamwendea Yesu kwa faragha. Wanamuuliza, Yesu, umetuambia habari za hili jengo kubomolewa, kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe. Hivi maana yake ni nini? Mbona unatuambia kwa mafumbo? Hebu tuambie maana yake ni nini? Yesu anawaambia ya kwamba dalili, maana yake walikuwa wanataka wajue dalili za hayo ambayo anayosema zitakuwa ndio usiku. Yesu anawaambia habari za dalili na habari za kuja kwake mara ya pili. Anawaambia ya kwamba angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Moja wapo ya dalili Yesu alizowaonyesha wanafunzi wake ya kwamba kikaribia kuja wajue ya kwamba kutatokea manabii wengi wa uongo. Kutatokea manabii wengi wa uongo wakiwadanganya, tena sio wachache, watawadanganya wengi. Leo yapo hayapo? Mwambie mpendwa, shituka. Ndiye aliye karibu naye, shituka. Yesu anakuja.
Tuko nyakati za mwisho. Wakati natafuta ni kipi niseme na kanisa la Bwana, toka jana ninawaza. Mungu nipe cha kusema, Mungu nipe cha kusema. Nikigusa kwa habari ya sadaka naona hapana. Nikigusa kwa habari ya kumtumikia Mungu ananizuia. Lakini leo akanipa hili neno ya kwamba ujue nyakati, ya kwamba tuko nyakati za mwisho, ya kwamba Yesu anakaribia kurudi. Majira na nyakati ni kitu cha muhimu sana kujua. Usicheze na muda. Wana wa Israeli walikuwa watu wenye akili, wenye kujua majira na nyakati, na yapi wayafanye na yapi wasiyafanye. Hivi mnanielewa? Mnaelewa? Angalau mnaanza kuelewa. Wangapi mmepokea chochote? Mmeshapokea chochote? Nyosha mkono. Asante Yesu. Shusha mkono. Paulo anasema Yesu siku ile ya mwisho. Yesu maana yake siku ile ya mwisho. Siku ya mwisho, kuna siku za mwisho na siku ya mwisho. Yaani siku za mwisho au nyakati za mwisho ndo zinazoashiria siku ya mwisho kwamba inakaribia. Tunaposema siku ya mwisho ni siku anakuja Yesu kuchukua kanisa lake, na haji kuchukua walevi, wazinzi, wachawi, washirikina au waabudu sanamu. Haji kuchukua wahivyo. Sema amina. Haji kuchukua wachungaji ambao wanavaa ngozi ya kondoo ndani nyumba mwitu. Haji kuchukua waibaji wenye kuvaa ngozi ya kondoo ndani nyumba mwitu. Haji kuchukua wazee wa kanisa wenye kuvaa ngozi ya kondoo ndani nyumba mwitu. Anakuja kuwachukua wale wenye moyo safi, watakatifu, waliotakaswa kwa damu ya Yesu, wakajitenga na dhambi. Sema amina. Anakuja Yesu. Yesu anakaribia. Mwanamke akiwa mjamzito, hakuna haja ya kuuliza huyu mama ni mjamzito au sio mjamzito. Yaani tukiwasimamisha hapa, huyu ni mjamzito na huyu sio mjamzito, hakuna haja ya kuuliza yupi ni mjamzito. Macho yako tu yanakuonyesha kwamba huyu mama ni mjamzito. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mwanamke anayejifungua bila utungu. Nani mwanamke aliyejifungua leze tu? Nani alijifungua kama kujisaidia bila kusikia utungu? Lazima utungu. Dalili za kuja kwa Yesu anasema lazima tutaziona nyakati hizi za mwisho. Dalili moja wapo ya kwamba Yesu anakaribia ni manabii wengi wa uongo kutokea na kuwadanganya wengi. Mafuta ya upako, chumvi ya upako. Umekosa nini? Unataka gari? Na zile nyimbo tuzo ambazo watu tunaimbaga, jamani, halo mbinguni, wataka nini? Nataka gari. Sasa magari mengine watu wanapokea tu kama vile wanapokea sijui. Hivi kweli inawezekana kabisa ukaambiwa pokea gari? Napokea. Unapokea gari? Hivi gari unaweza ukaida? Napokea bila kazi. Bila kufanya kazi upate gari. Manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Hao wamewadanganya wengi. Hiyo ni dalili moja wapo. Ziko dalili nyingi Yesu alizozisema, na kama tutaziona akiwa anakaribia kuja kuwachukua walio wake. Mpendwa wa Mungu, siku ya leo nikutie moyo ya kwamba unapaswa sasa utengeneze maisha yako. Vile vya kusema mimi mwangilikana wa siku nyingi na miaka 20 kanisani, hiyo haitoshi kwenda mbinguni. Sema amina. Uwe na cheo, uwe ni mtu ambaye unafahamika mpaka kwa askofu mkuu, haitoshi kwenda mbinguni. Yesu anakuja kama Mungu. Yesu anarudi.
Yesu anarudi. Paulo anasema, rudi pale nimalizie ile wa Thessalonike. Sijamaliza pale. Nataka nimalizie pale alafu nikuambie ili nikuombee ili Mungu afanye kitu kwa ajili yako, ili ujue nyakati na majira, ufanye yale ambayo Mungu anataka uyafanye katika nyakati zako, maana ni nyakati za mwisho. Huu wakati sio wa kucheza na dhambi. Paulo anasema, maana ule mstari nianze mstari wa 4, bali ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Sisi hatumo gizani, hata ili Yesu afike arudi tena bila sisi kujua na bila sisi kujiandaa. Maana yake anasema, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Maana yake tukiwa wana wa nuru na wana wa mchana, Yesu atakuja anatukuta katika hali ya utayari, tukiwa tumetengeneza maisha yetu. Simama kwa miguu yako. Wale wao wanalewa usiku, wanaolala wanalala usiku. Sisi sio wa mchana, sio wa usiku, sisi ni wana wa mchana, ni wana wa nuru. Tendo ya nuru tunapokuwa tunayafanya yanawaleta watu kwa Yesu, lakini matendo ya giza, wapendwa, nyakati hizi mengi sana, hata mengine ni aibu kuyasema. Wanaume kwa wanaume wanaoana, matendo ya giza. Na wake kwa wanawake wanaoana, matendo ya giza. Dalili ya kwamba Yesu anarudi. Wasi kuongezeka, ndugu kusalitiana, ndoa wengi kupoa. Watu wengi siku hizi na nyakati hizi wenye kujipenda wenyewe, wasio na suruhu, hawataki kusameheana. Yesu anarudi. Inawezekana kuna mtu hata wewe umemweka moyoni, moyo unasukuma mtu badala ya kusukuma damu. Watu wasio na suruhu nyakati za mwisho, moyo uliumbwa usukume damu, wewe unasukuma mtu na unasema nimeokoka, naenda mbinguni. Nishamsamehe lakini siwezi nikasahau. Sawa, ni ngumu kusahau, lakini ukikumbuka mwambie shetani, sawa, umenikumbusha kwamba nilikosea, lakini nakutangazia nimeshakusamehe, na ili usiwe nimeshakusamehe. Ona ninavyompenda, nampa hiki, na yeye unamwonyesha na shetani kwamba nampenda kwa sababu nimeshamsamehe. Unaenda kwake, unamsalimia, unamsaidia mahitaji ya kawaida. Wasio na suruhu umo katika nyakati za mwisho, wengi hawana na suruhu. Pendwa, moyo wangu hivyo mikono yako sasa. Niombe tafakari au maisha unayoyaishi kama yanampendeza Mungu. Siku ile inakuja kama mwivi ajavyo usiku. Wakati tafakari wa ukapi uachie kinyauke, anashahidi nafsi yako. Kuna anayejua siku wala saa. Inawezekana leo ndio siku yako ya mwisho, na kwa kesho tusiku tunaweza tukakuita marehemu. Inawezekana usiku usiingie hata jioni. Nani anajua siku ya kufa kwa Mwenyezi wangu? Wakati tunapoimba tafakari, upenda uninyunyiziaje maji, uninyunyiziae maji wakati wa ukame, wakati wa ukame uachi ninyauke, na
uninyunyiziae maji wakati wa ukame, uachi iyauke Unatupenda Yesu, unatupenda Yesu. Ndio maana mmeleta neno hili ya Bwana katika siku ya leo. Utaki hata mmoja wetu aingie jehanamu. Utaki hata mmoja wetu Bwana aikose mbingu. Ndio maana umesema nasi tujue ya kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho, na ile siku inakuja tunapaswa Bwana kuyatenda yaliyo mapenzi yako. Mungu saidia kila mmoja wetu hayaache matendo ya giza, hayatende matendo ya Mungu yenye kukupendeza. Nilisema Bwana kwa sehemu wewe useme zaidi ya vile nilivyosema. Kila mmoja wetu aache matendo maovu, ayatende matendo mema. Wewe unamjua baba yule, unamjua mama yule, unamjua binti yule, unamjua kijana yule. Bwana sema na kila mmoja wetu zaidi ya vile nilivyosema, katika jina la Yesu, ili tujue yatupasayo kuyatenda nyakati hizi za mwisho. Tujiweke tayari unaporudi Yesu Kristo kuchukua kanisa lako. Nasiye Bwana tutwaliwe katika utukufu wako. Sema Bwana zaidi ya vile nilivyosema. Roho Mtakatifu, ndio mwalimu, fundisha zaidi ya nilivyofundisha. Ili neno lako nami haliwezi kukurudia huko. Nitapenda kusikiliza mapenzi yako. Maana ni ahadi yako ya kwamba neno lako litakurudia huko. Katika Isaya 55:11. Nami naamini nitapenda kutenda hii kanisa lako liweke tayari kwa ujio wako Yesu kwa mara ya pili. Asante kwa kuwa utatenda haya. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.